Jana ni vituko vilikuwa, unajua jana ilikuwa ni vituko baada ya Israeli kuamua kutupeleka kwenye vita ya giza. Hawataki tuone nini kinatokea. Jana kulikuwa kuna operation kubwa sana, vikosi vya polisi vilianzia West Bank juzi. Nilimwambia lakini juzi kwa vikosi viliingia kule West Bank, vikaenda kuchukua, kupokonya simu, kupokonya kamera, vifaa vyote vya electronic watu walivonavyo wakapokonywa. Mradi nini? Wasipige picha kuonyesha madhara. Lakini mnakumbuka IDF ilitoa tangazo la awali kabisa kuwa marufuku watu kupiga picha na kusambaza, mnamsaidia adui. Unajua wao Israeli kifo ni laana. Wao tafsiria kifo ni laana. Ndio maana nimekuwa nikiwaambia kuwa unaweza ukaona namba ya vifo Irani halafu wanavitangaza, wako huru, yoyote kifo wanatangaza, kwa sababu kwa imani mtu anayekufa kwenye jihadi, manake hii ni unapovamiwa kwako, ukipigana, hiyo ni jihadi. Sasa mtu anayevamiwa kwake, mfano amepigana kutetea haki yake, amekufa katika njia ya haki kwa mujibu wa Kiislamu, kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, umekufa kwenye njia ya haki. Kwa hiyo huu ni ufahari kwa vifo vya njia hii, na watu hawaoni aibu wala hawaogopi kufa kwenye hizi njia. Na ndio maana unasikia wenyewe hawasemi mtu amekufa, wanasema shahidi fulani, yani yule ni shahidi. Mashahidi ni watu wanaokufa kwenye vita ya Mungu au vita ya kutetea haki yako, ndio anakuwa ni shahidi. Na ndio maana unaona wao wakitoa taarifa wanasema mashahidi wawili, mashahidi fulani ameshahidia fulani fulani, kwa hiyo taarifa ni shahidi. Sasa upande wa pili, kifo ni kufeli. Kifo ni kufeli. Ukirudi upande wa dini ya Kiislamu wanasema kuwa katika surati al-Baqara, wa upande wa pili hapa, na nukuu kutoka kwenye Qur'ani, surati al-Baqara nadhani aya ya pili, nasema Mwenyezi Mungu ameumba mauti na uhai. Alianza kusema mauti kabla ya uhai. Khalaqal mauta wal hayat khalaqal mauta wal hayat liyabluwa ayyukum ahsanu amala. Hiyo ni aya ambayo iko kwenye surati al-Baqara, nadhani ni aya pili au ya tatu. Anasema Mungu ameumba kifo na uhai. Kwa hiyo kilianza kifo, kikaumbwa, ukaja uhai. Manake kilichoumbwa kwanza kitarejea kuwa utakufa alafu utarudi kwenye uhai. Sasa kwenye dini ya Kiislamu kifo sio kitu kikubwa, yani si jambo ambalo linaweza likamuogopesha mtu. Ni jambo ambalo wao, hasa kifo kama hiki, ni kifo cha kifahari. Sasa upande mwingine wao kifo ni dhambi. Ndio maana njia pekee wanayoiona kuwa inaumiza zaidi ni kwenda kuua tumuue fulani. Unamsikia Netanyahu anasema tukimuua fulani, yani kuua kwao wanaona ni kitu kikubwa sana, lakini wale upande wa pili wala hawaogopi hicho kitu kinaitwa kifo. Ndio maana namba ya vifo utaona upande wa pili ni kubwa zaidi, ambao wanaitoa. Hawa huko hawataki kabisa kutoa, na ndio maana wameamua kutupeleka kwenye vita ya gizani. Kuwa wakati mwingine mwanadamu hulikimbilia jambo na ikawa ni shari kwake, na wakati mwingine hulikimbia jambo na ikawa ndio kheri yake, na sote hatujui. Ajuaye ni Allah subhanahu. Hivyo basi pima, utafakari na umshauri yeye subhanahu, na uridhike kwa alilokupangia. Vyema tafakari ndipo amua, upime vizuri kulitambua, tena tahadhari kuamuliwa, si kila shauri kulichukua, wenda hilo kheri ndo hilo kosewa. Huu ni wasia ndugu yangu, nakupa shika, takusaidia duniani utafaidika. Huu ni wasia ndugu yangu, nakupa shika, takusaidia duniani utafaidika. Ajuwaye kheri Mola Rabuka, yake khitiyari njema hakika, haiwi ni shari akiridhika, basi mshauri siwe na shaka, yasije mazuri yakakuponyoka.